LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Uhali gani mtazamaji? Nikukaribisha katika mfululizo wa vipindi vya usafiri na maendeleo vinavyoandaliwa na Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA na kukujia siku za Jumanne wakati kama huu. Jina langu ni Nancy Amani. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia utoaji wa elimu ya usajili na uthibitishaji wa madereva wa vyombo vya moto kibiashara, hususan kwa magari ya mizigo, ambapo LATRA imepata nafasi ya kutembelea madereva wa kampuni ya AK Transport na kutoa elimu hiyo. Mtazamaji, tumtizame Daniel Chilongani, afisa usajili na uthibitishaji wa madereva kutoka LATRA, akielezea utoaji wa elimu kwa madereva hao. Tumekuja kwenye kampuni ya AK Transport, kubwa zaidi ni kutoa elimu juu ya masuala mazima ya usajili na uthibitishaji wa madereva. Kama unavyojua, mamlaka kupata wadau mahali pa kazi, kujua namna ambavyo wanatenda kazi na kujua changamoto zao. Kwa hiyo tulifika hapa kutoa elimu kwa madereva namna ambavyo wanaweza wakajisajili kwenye mfumo wetu ili waweze kudhibitishwa kama lilivyo takwa la kikanuni la usajili na kudhibitishwa kwa dereva. Kiukweli madereva wengi wamefurahi. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa hawayafahamu, sasa wamepata ufafanuzi wa kina namna ambavyo wanaweza wakajisajili kwenye mfumo wetu, faida za kujisajili kwenye mfumo wetu ni nini, na hata baada ya kuwa wamepata vyeti nini ambacho watarajie baada ya hizo hatua zote za udhibitishwaji. Kikubwa tu zaidi ni kutoa elimu juu ya swala zima la usajili na udhibitishaji wa madereva. Tunajaribu kuwatembelea kwenye maeneo yao ya kazi. Lengo kubwa ni kujenga uelewa wa pamoja, kwa sababu wakati mwingine inawezekana kuna taarifa zinazofika ambazo zinakuwa sio sahihi. Sasa tunapofika kwenye maeneo ya kazi namna hii tunakutana nao, basi tunawaeleza yale ya msingi ambayo yanatakiwa, lakini na wao kama wana maswali kadhaa ya ufahamu wanauliza, tunawapa elimu. Kikubwa zaidi tu ni kujenga uelewa pamoja juu ya swala zima la usajili na udhibitishaji wa madereva. Kwa hiyo tumewaeleza na kwa kweli wamefurahi kuipata hii elimu. Nitoe tu wito kwa madereva wote popote pale walipo nchini, watumie nafasi hii kufika kwenye ofisi zetu za mamlaka za LATRA ambazo ziko nchini kote Tanzania, kwenye makao makuu ya mikoa na baadhi ya wilaya. Wafike wajisajili ili waweze kutimiza hilo takwa la kikanuni ambalo linataka dereva awe amesajiliwa na kudhibitishwa na mamlaka. Waitikie hili jambo ambalo kwa kweli limekuja kwa wakati mwafaka, linamuongezea thamani dereva katika soko lake la ajira, linaboresha masuala mazima ya usalama. Kwa hiyo ni nafasi nzuri, ni vizuri madereva waitikie wito huo, wajisajili ili waweze kudhibitishwa kama taratibu zinavyotaka. Mtazamaji, moja ya faida ya dereva kusajiliwa na kuthibitishwa na LATRA ni kupata fursa za ajira kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo nchi za Afrika Mashariki.
Madereva hawa wanaelezea umuhimu wa elimu walioipata kutoka LATRA. Leo hii tumetembelewa na watu wa LATRA, wamekuja kutoa elimu juu ya usafirishaji, taratibu na kanuni ambazo dereva anapaswa kuzifuata ili aweze kuwa dereva halali katika utumiaji wa vyombo salama barabarani. Na sisi kama madereva tumeitikia wito huo na kwenda kuwasikiliza. Tumejifunza mengi ambayo ni mazuri kwa mtu ukiyafuata, atakusaidia wewe kuwa dereva uliokamilika katika hii barabara na kuwa dereva uliokamilika katika kampuni yako ambayo utakuwa umetokea. Kwa hivyo wito wangu kwa madereva wenzangu, tusisikilize maneno ya mitaani, bali tuwasikilize wao wanachotaka, na tukifate ni vitu ambavyo vinaelimisha, vinasaidia, vinakufanya uwe dereva bora ambaye hutakuwa na makunyanzi katika hii barabara. Dereva kama dereva anabeba majukumu makubwa sana kwenye hii nchi, hususani watu wanaomzunguka nyuma yake. Dereva amebeba makundi makubwa kama 4. Anaibeba familia, anawabeba wafanyabiashara katika zile njia kuu ambazo anapita. Watu wanategemea kuuza, kufanya biashara kupitia mzunguko wa dereva. Uchumi wa nchi unakuwa kutokana na dereva. Tumekuja leo kutembelewa kwa ajili ya LATRA kutoa changamoto za nini kinachotakiwa. Mafunzo tumepewa na timu kutoka LATRA, lakini pia tumepata mafunzo zaidi na vile changamoto tunazopata barabarani na maoni yetu kama madereva, na kutokana na zile changamoto tunazopata barabarani, kutokana na tunapata faini, kutokana na kupata uelewa fulani. Tumejifunza vingi, na baada ya kupata hii elimu kutoka timu ya LATRA, nafikiri nimeielewa vizuri na nipo tayari kwenda kufanya mtihani kutoka LATRA wenyewe. Nikawa na elimu ya kujitosheleza, kujua nini maana ya LATRA. Nipo tayari kufanya kazi kwa weledi kutokana na mafunzo niliyopata. Tulichojifunza leo na tukijua mimi kwa upande wa LATRA, walivyokuja katika kampuni yangu wamekuja kunifundisha kitu ambacho sikuwa nakifahamu. Nimeweza kulifahamu kwamba natakiwa nijisajili, niwe katika mfumo wa LATRA, nikae katika mfumo ambao unanisaidia mimi kwa sasa hivi hata kwa baadaye katika maslahi yangu binafsi mwenyewe. Dereva unatakiwa ukajisajili, ukae kwenye mfumo, sio kukutana na hizi kashikashi za kupigwa faini barabarani. Sio nzuri, hazitujengei sifa sisi kama madereva, kama mabalozi wa barabarani. Tukasome, tupate veti, tujisajili LATRA. Ukishamaliza kujisajili na LATRA, unakuwa upo huru barabarani. Unakuwa ni dereva ambayo umekamilika kwa kila kitu. Nikukaribishe kwenye kipengele cha Bonga na LATRA, kipengele kinachowapa wadau nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya usafiri ardhini hapa nchini. Na leo Bonga na LATRA ipo na Bwana Musa Juma, meneja wa kampuni ya mabasi ya ABC, ambaye anaeleza kuwa safari za saa 24 zimegeuka kuwa fursa kubwa kwa Watanzania pamoja na wamiliki wa mabasi ya abiria hapa nchini. Vile anafafanua kuwa ongezeko la mahitaji ya usafiri wa masafa marefu limechochea ubunifu mkubwa katika utoaji wa huduma hiyo. Na miongoni mwa ubunifu huo ni kuanzishwa kwa mabasi ya kisasa yenye viti vya kulala, huduma za chakula safarini, pamoja na mifumo ya burudani inayowawezesha abiria kufurahia safari zao kwa kiwango cha juu. Kwa mujibu wa Bwana Juma, maendeleo hayo yameongeza mvuto wa usafiri wa mabasi na kuwafanya abiria wengi zaidi kuchagua njia hii badala ya nyingine. Aidha, hali hiyo imeongeza mapato kwa kampuni za usafirishaji na kufungua fursa mbalimbali kwa ajira za vijana, hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Tunashukuru sana. Kwanza tuishukuru serikali kwa kuweza kuturuhusu kusafiri usiku, kwa sababu baada ya wao kujiridhisha kiusalama zaidi barabarani na LATRA pia kujiridhisha ndani ya miaka hiyo yote, wameweza kuruhusu kuweza kusafiri usiku. Kwa hiyo kiupande wa kibiashara tumekuwa tukifanya biashara katika hali ya umakini zaidi, na pia fursa nyingi zinatokea kwa sababu ya
kipato pia kinaongezeka kwa sababu tunafanya kazi mchana na usiku kuwafikisha watu kwa wakati, wafanya biashara, watu wengi ambao wanaweza kufanya kazi hizi wamekuwa wakifanya kazi kwa haraka zaidi na kupata huduma nyingi kwa haraka, hasa katika swala la usafirishaji wa mizigo. Unakuta mzigo ukitoka Dar es Salaam jioni, asubuhi umeshafika. Ni tofauti na zamani, mizigo ilikuwa inaweza katoka jioni ukaingia usiku, kwa kuta hata matumizi yake yakawa yako nje ya muda. Lakini baada ya kuweza kupata safari za usiku na mchana, mtu anaweza akatoka Dar es Salaam jioni akaja Njombe akafanya shughuli zake na akarudi. Kwa hiyo tumeweza kurahisisha mambo kwa wakati kabisa. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, lakini tunashukuru LATRA kwa sababu wao ndio wameweza kulipendekeza hili pendekezo na kuweza kufanya utafiti na kuona kwamba kweli hili linawezekana. Kwa hiyo LATRA wao wakapendekeza serikalini, likapitishwa. Kwa hiyo tunawashukuru LATRA pamoja na serikali kwa kuweza kuliona hili na kuweza kufanya kama fursa kwa watu wengine. Tunashukuru sana. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Usafiri na Maendeleo kutoka LATRA, na kipindi cha leo kinaangazia utoaji wa elimu ya usajili na uthibitishwaji wa madereva kwa madereva wa vyombo vya moto kibiashara, hususan magari ya mizigo. Mtazamaji, kipindi hiki kilizungumza na wadau waliohudhuria mafunzo yaliyotolewa na maafisa ya LATRA kuhusu usajili na uthibitishaji wa madereva. Nikupeleke kwa wadau ukawasikilize. Kwa namna ya pekee yake sana, LATRA kama mamlaka ya udhibiti na usafirishaji wa ardhini wanayo majukumu ambayo kimsingi wanatamani jamii iweze kuelewa. Kama ndivyo basi, wamekuja na ujumbe ambao kimsingi kwao ukiwakumbusha madereva na wasafirishaji wengine umuhimu wa kujisajili kwenye mfumo, taarifa zao zikichukuliwa kwa uzuri, lakini zaidi ya hapo namna wanavyoweza kutenda kazi. Tumepata nafasi ya kujadili vitu vingi. Madereva wamejaribu kuonyesha baadhi ya changamoto zao ambazo kimsingi wangetamani zifikie kwa serikali, na kwa kiasi kikubwa changamoto zimepokelewa. Wito wangu kwa madereva, safirishaji na jamii kwa ujumla, mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuendelea kuilinda amani ya nchi ambayo kimsingi inatupatia nafasi ya kuona huu usafirishaji ukiendelea kwa ukamilifu. Lakini jambo namba 2, wito wangu kwa wasafirishaji, especially madereva, kwa namna inavyowezekana kwa nchi hii, serikali inakwenda kwenye mapinduzi mengine makubwa ya kimfumo, na kwa namna hiyo uthibitishwaji wa madereva ni jambo zuri, lakini kutumia mifumo ambayo inadhibitiwa na mamlaka husika. Mfumo wa VTS kwa namna yake, namna ambavyo umeendelea kusaidia utunzaji wa taarifa, uepukaji wa ajali, mwendo kasi wenye hatari na mengine mengi ambayo kimkubwa. Tumeendelea kuona jinsi ambavyo serikali ya awamu hii ikipiga hatua kubwa katika uboreshaji wa mifumo, na wito wangu kwa vijana wa Tanzania, fursa zipo kwenye usafirishaji. Njoeni tuungane, njoeni tuwekeze kwa pamoja. Tanzania ni yetu, tushirikiane kujenga. Nimekuja kwenye mafunzo ya LATRA. Mafunzo haya ni mazuri, nimeyapokea vizuri. Mafunzo haya yanatuelimisha sisi na tuweze kupanda daraja kutoka udereva ule wa kizamani kuingia udereva mzuri ambao utakuwa na malipo mazuri. Kwa maana hiyo, ukisoma udereva wa sasa hivi, ukiweza kupata cheti cha LATRA unakwenda vizuri, unapata ajira nzuri, na mwisho wa siku malipo yako yanakuwa mazuri. Mtazamaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iko kuinufaisha jamii yake. Na katika swala la usajili na uthibitishaji wa madereva, haiko tu kuinufaisha jamii inayozunguka, bali hadi kampuni ya dereva anayofanyia kazi. Nikupeleke kwa viongozi kutoka AK Transport wakieleza zaidi. Kiukweli tumependezwa sana na ujio wa mamlaka ya LATRA. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja kutoa huduma, kwa kuja kutoa elimu katika kampuni yetu. Tunaamini madereva wetu wamejifunza kitu kikubwa sana kuhusiana na LATRA, jinsi ya kujisajili na kupata utaratibu wote wa usajili katika mamlaka husika. Hivyo tutoe wito kwa madereva wote ambao wapo Tanzania na ambao wako nje ya Tanzania kujisajili na mamlaka hii,
kwa sababu ukijisajili katika mamlaka hii utapata faida nyingi. Maana yake utapata kuajiriwa ndani na nje ya Tanzania. Kwa mfano, sisi madereva wetu wapo wengi ambao wamejisajili, ambao tayari wanasafirisha mizigo kutoka ndani na nje ya nchi, na maana tunakwenda Kongo, tunakwenda Zambia. Hivyo nipende kuwakumbusha madereva wote, fika katika mamlaka husika ya LATRA uweze kujisajili ili uweze kupata kazi. Natumai mkifika hata ofisini kwangu na ukiwa umepita LATRA itakuwa rahisi sana mimi kukupa nafasi. Hivyo nitoe wito kwa madereva wote, tafadhali sana fika LATRA, pata elimu iweze kukusaidia wewe kama dereva, kwa sababu ina manufaa makubwa kwa dereva na hata kwa nchi yetu. Jifunze kupitia wao. Naamini kuna kitu kikubwa ambacho utakipata na kitakusaidia katika mwenendo wako kama dereva. Tunatambua umuhimu wenu katika nchi yetu, hivyo basi tunaomba madereva wote mjisajili na kujithibitisha ili muweze kupata huduma bora. Karibuni sana AK Transport. Itasaidia kukuza uchumi, kwa sababu ninavyokuambia kukuza uchumi. Kwa nini? Kwanza lazima tutambue kwamba dereva ni balozi. Dereva ni balozi, kwamba ile kitendo cha kumkabidhi mafuta, labda peleka Kongo, peleka Zambia, peleka wapi, ule tukampa elimu, mzigo akaufikisha salama, akazijua sheria za barabarani, huku LATRA wakazidi kutupa zile notes, tukazidi kumfahamisha dereva, na itasaidia. Hivyo tutaendelea kuwapa elimu na madereva na imani watapata somo kubwa na wao kama mabalozi. Maana sisi achana na mabalozi wanaoteuliwa, kwa mfano ofisi ya Mheshimiwa Mbarawa, wao ni mabalozi namba 1, kwa sababu balozi aliyopo Kongo lazima asubiri mafuta ambayo ikampelekea dereva wangu, na huyu ni kama balozi, lazima mimi nimwandae. Kumwandaa nini? Lazima nimpe shule, lazima nimpe elimu mpaka sehemu husika. Mtazamaji, miongoni mwa vigezo ambavyo dereva anatakiwa kuwa navyo ili asajiliwe na athibitishwe na LATRA, anatakiwa kuwa na cheti cha udereva na leseni hai ya udereva. Bi Jacqueline Mwaipopo, afisa usajili na uthibitishaji wa madereva, anaelezea zaidi. Leo tumepata wasaa wa kutembelea katika kampuni ya AK Transport kutoa elimu kwa madereva juu ya usajili na uthibitishaji wa madereva. Moja ya vitu ambavyo tumetoa elimu ni pamoja na usajili. Ili dereva asajiliwe, kitu cha kwanza inatakiwa awe na leseni ya madaraja husika ya kibiashara ambayo ni daraja E au daraja C, iwe C1, C2 au C3. Kitu cha pili, awe na namba za NIDA au kitambulisho cha NIDA ambacho kinamtambua yeye, na cha tatu pia awe na cheti cha madaraja husika. Kwa hiyo kama amesoma PSV basi atakuwa na daraja C, na kama amesoma HGV yani gari za mizigo atakuwa na daraja E. Pia tumewajulisha kuhusu faida za usajili na uthibitishaji wa madereva, ambayo faida ya kwanza ni wa kusaidia katika soko la ajira, katika ajira za nje kama nchi za SADC, inaweza kuwasaidia katika kupata ajira. Kitu cha pili ni utambuzi wa dereva. Dereva anaweza kutambulika sehemu mbalimbali, pia na kuweza kupata haki zake za msingi. Bwana Hassan Dede, mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori Tanzania, anaipongeza LATRA kwa kuwa na ubunifu wa kufuata madereva hadi kwenye maeneo yao ya kazi kuhamasisha usajili na uthibitishwaji wa madereva LATRA. Anaelezea zaidi. Kwanza kabisa ni shukuru mamlaka chini ya Wizara ya Uchukuzi kututembelea leo viongozi hususan upande wa LATRA kuja kuona namna nzuri ya kuzungumza na hawa madereva swala zima la usajili wa LATRA, lakini pia na kuelezea namna nzuri ya kufanya mtihani wa LATRA. Sisi kama chama cha madereva tunapongeza hatua hii ambayo imefanywa. Sasa niona namna gani mamlaka haikai ndani, inatoka inakwenda nje kwa tafuta wadau mahali walipo popote pale na kuzungumza nao, lakini pia kupokea maoni ya wadau, maana hao madereva ambao wanakwenda kuwatembelea. Pamoja na hayo yote, tunaona namna gani sasa tunakwenda kuuisha kazi yetu ya udereva, kwamba dereva atakwenda kuthaminika, kwa sababu tunakuja leo wafanyabiashara wa kigeni wanakuja kuwekeza kwenye nchi zetu. Mwisho wa siku watahitaji kufanya kazi na madereva waliosajiliwa. Hawatafanya kazi kwa mazoea kama tulivyozoea huko nyuma, kwamba
Mimi nilikuwa fundi gereji, mimi nilikuwa sweeter boy, nimepata leseni yangu, naingia barabarani. Sasa hivi lazima ukakisomee kitu. Huwezi kula kitu kizuri bila kukitolea jasho. Kwa lazima watu waone na umuhimu gani wa kusoma, ili usome kitu chenye ukifanya. Hiyo ndo sifa pekee ya wewe mfanyakazi dereva ambaye unahitaji kufanya kazi yako ya weledi. Lakini ukisajiliwa na LATRA na VTS au ukatambulika kwenye mfumo ukafanya mtihani, kinachokusaidia wewe ni kwamba unaweza kupata kazi ndani ya nchi, lakini na nje ya nchi kwa kufuata mfumo. Leo kuna sehemu za fursa za kazi wataka madereva waliosajiliwa. Madereva hakuna. Kumbe kuna namna gani tutakosa ajira? Unapokuwa umesajiliwa, value yako inapanda kutoka 200,000, 300,000 utapanda, kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni very professional, umesomea jambo hili. Kwa hiyo mimi niwaombe sana madereva wa Tanzania, wa nchi hii, wasione kama hili jambo limekuja kuwaletea shida. Ni kwamba lazima tuelewe sasa sisi kama madereva tuko kwenye wakati gani, hapa tulipo tuko wapi na tunakwenda wapi. Teknolojia inabadilika, lakini swala la udereva itabaki pale pale. Kwa sasa ni sisi kuifanya haki yetu itambulike. Huwezi kuomba haki, ndugu yangu dereva, bila wewe pia mikono yako kuwa misafi. Mtazamaji, na kukumbusha kuwa LATRA inatoa shilingi 200,000 kwa mwezi ukiwa wa kwanza kujibu kwenye chapisho linalopostiwa kwenye kurasa zetu za Instagram na kujibu kwa usahihi swali la wiki baada ya kuangalia kipindi cha Usafiri na Maendeleo. Nikukumbushe swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema taja ofisi 2 za LATRA zinazofanya kazi saa 24, na mshindi wa swali hilo anakwenda kwa jina la Bi Aisha Shabani. Na swali la wiki hii linasema taja faida na vigezo vya dereva kusajiliwa na kuthibitishwa na LATRA. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na hapa ndo tamati ya kipindi cha Usafiri na Maendeleo. Nikukumbushe tu, kipindi kilikuwa kinaangazia utoaji wa elimu ya usajili na uthibitishaji wa madereva wa vyombo vya moto kibiashara, hususan kwa magari ya mizigo, ambapo tunawatizama maafisa wa LATRA wakitoa elimu hiyo kwa madereva na vile wakisisitiza faida na vigezo ambavyo dereva anatakiwa awe navyo ili aweze kusajiliwa na kuthibitishwa na LATRA. Pamoja na hayo, tumewatizama madereva wenyewe na viongozi wa vyama vyao wakieleza namna ambavyo wananufaika na huduma hii na kuipongeza mamlaka kwa kuwa wanawatembelea madereva hadi maeneo yao ya kazi kutoa elimu hii. Vile tumezungumza na viongozi kutoka AK Transport wakielezea namna wanavyonufaika na LATRA kuja na huduma ya usajili na uthibitishaji wa madereva. Nikusii uendelee kuhabarika na LATRA kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook, X na Instagram, vile LATRA Online TV, bila kusahau tovuti ya mamlaka www.latra.go.tz. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, nikuage kwa sasa. Usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja.
tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie